Bana, tumerejea tena kuzungumza ya kimichezo siku ya leo hapa, na ni asubuhi njema kabisa ambayo tupo hapa wanamchezo kudadavua ya kimichezo, tukupatie wewe uweze kufahamu kwamba lipi ni lipi, tuachane na maneno ya mashabiki mtaani, na hapa nakuletea wataalamu kabisa wa kimichezo ambao wanatuelezea matukio yote ya uwanjani lakini nje ya uwanja. Na hapa leo nipo na mchambuzi kwa siku nyingine tena, Marusu, yeye ambaye atatupa kiundani zaidi kiutaalamu, na si mchambuzi, ni kiutaalamu. Naitwa Andrew Baigezi Nehemia wa Clouds Digital. Karibu sana bana Marusu, siku nyingine tena tumekutana bana. Ndugu yangu heri ipo, nashukuru Mungu ametuamsha salama. Ni kumshukuru Mungu unapolala na kuamka, mshukuru Mungu. Ni neema, maana sio wote wamelala wameamka. Kwa hiyo neema. Safi sana. Bana, tumeona ligi kuu Tanzania bara tumerejea, ilikuwa tarehe 1 mwezi wa 4. Lakini mchezo ambao umepigwa tarehe 3 kama sijakosea, ilikuwa tarehe 2, sio hivyo? Ya wa Yanga dhidi ya Tabora United, ambapo maneno yamekuwa yakizungumzwa yakimhusisha msemaji wa klabu ya Yanga Ali Kamwe na mkuu wa Tabora nilikuwa nimezungumza pale awali, nikasema tunazungumza nje ya uwanja. Sasa kuzungumza hili jambo, tumesikia Ali Kamwe akiwa anamzungumzia tuseme ni kinyume kidogo kwa viongozi wa serikali. Sio kinyume kidogo, anapaswa kusema alichosema, au sio? Wewe kwa mtaalamu sasa, kauli ya Ali Kamwe kwa mkuu wa Tabora umeichukuliaje kisoka? Unprofessional, naweza kusema hivyo, maana watu wengi nimeona wanahusisha na utani. Okay. Na mimi naweza nikawa kwenye siku mbali sana kwenye hilo, lakini ninaamini kuna mipaka haupaswi kuvuka hata kama ni utani, sababu ubaya zaidi ni kwamba sasa hivi tuna teknolojia. Kinachozungumzwa leo hakiondoki miaka nenda rudi. Kinaishi. Inawezekana miaka 50 ijayo watu wakija kuangalia hawataona na kugundua ilikuwa ni utani. Kwa hiyo tunachokizungumza inapaswa kuwa katika ground ambayo sio kwa matumizi ya leo peke yake, hata matumizi ya baadaye sana. Actually kuna kauli moja ya Kiswahili wanasema kuwa makini sana unachozungumza wakati una furaha sana na wakati una hasira. Kwa sababu unaweza kuzungumza kitu ambacho haupaswi kabisa kuzungumza. Mimi naamini moment ya Ali Kamwe kuwa na address wana Tabora, mashabiki wa Yanga kutoka mkoani Tabora, na kila alichokizungumza na jinsi ambavyo moment yenyewe ilimchukua, kama ilikuwa ni nyakati ambayo naweza kusema ni jambo la muunganiko la unajua furaha kubwa, na yeye kutimiza kazi yake mbele ya wananchi kwa maana ya mashabiki wa Yanga ni moja kati ya vitu ambavyo vinampa burudani kila siku. So inawezekana alizungumza kitu ambacho kwa mfano kama sasa hivi tukimrejesha hapa mimi na wewe katikati yetu, alafu akazungumza kwa utulivu, pengine asingeweza kukizungumza. Maneno aliyotoa yalikuwa kidogo ni magumu, na kwa kuweza kuyasema kwa uchache ambao binafsi naamini hayakuwa sahihi, na namna ambavyo aliyapangilia unaweza kuona namna gani jinsi inavyokuwa. Sasa kila mtu anapochukulia na jinsi ambavyo atachukulia yeye mwenyewe, lakini Ali Kamwe alisema kwamba sisi wana Yanga tunamheshimu sana Mheshimiwa Rais Suluhu Samia Hassan. Sema hivyo kama nakumbuka vizuri kumnukuu. Na akasema kwamba lakini akasema kwa sababu atumia neno kwa sababu, atumia neno kwa nini, anasema sisi wana Yanga tunamheshimu sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Japokuwa alitanguliza neno alitanguliza neno Suluhu. Suluhu, amini jina Suluhu. Suluhu Samia Hassan. Na akasema kwa sababu huyu mtu unajua, yani unaona jinsi ambavyo alikosea kupangilia maneno. Yani amesema tunamheshimu Mheshimiwa Rais. Alafu neno lilofuatia baada ya kusema kwa sababu huyu mtu aliyemleta huku. Okay. Yani akaanza kuquestion teuzi kama kitu ambacho sio sahihi, na pengine kama hivyo kitu ambacho ni zaidi ya mipaka ya kazi yake. Alafu baadaye anakuja kuendelea kwa kusema kwamba tunaheshimu teuzi, tunaheshimu kile alichokifanya kwa kumteua huyu mtu kuja huko vitu kama hivyo. Lakini tayari mpangilio wa maneno yake na jinsi ambavyo aliweka unaona kabisa kwamba kuna mahali alikosea. Baadaye anakuja kusema Paul Chacha, mwambieni hata Chacha. Ile kitu kwa mfano kumtaja Paul Chacha mwenyewe kama mwenyewe. Ile sidhani kama ni shida kubwa sana. Naamini
hata mkuu wa mkoa mwenyewe kabla ya mchezo akizungumza alikuwa kuna namna alimzungumza Alikamwe katika njia fulani ya matani. Kwa hiyo maybe ile sio ngumu sana. Lakini kuanza jinsi alivyoanza kupangilia maneno, namna ambavyo alivyomleta kwenye mazungumzo yake Mheshimiwa Rais, alafu akaanza kuizungumzia issue nzima, wakati kidogo alizingua pale. Labda kabla tujaendelea sana. Yawezekana Alikamwe alizungumza akimtazama mkuu wa mkoa kama shabiki. Kwa sababu labda alijua kwamba huyu ameshaingia kwenye kundi la mashabiki. Hata mkuu wa mkoa wa Tabora ni mlezi wa Tabora United. Kwa hiyo akivaa cheo cha mlezi wa Tabora United, kuna nafasi fulani anatengeneza common ground baina yake na wengine wote wa kwenye kiwanda cha michezo. Yaani kwa mfano wewe leo hii ni mume wa binti fulani. Umeona? Lakini kutana mimi na wewe ni marafiki. Mimi na wewe tunapozungumza, kwa mfano akawepo mkeo hapa, wewe ni mke kwa ule binti. Tutapozungumza kuna namna itabidi nizungumze kwa heshima, hata unaweza kawa nakutaniaga matani mabaya sana. Lakini kuna baadhi ya vitu siwezi nikabisema kwa sababu mkeo uko pale kwa ajili mimi inabidi nilinde heshima yako. Cheo chako kile cha mume wa fulani kinabakia. Lakini pia kwa mfano tumekaa mimi na wewe kama marafiki tu tunapiga story, tunaweza kupeana banta zozote. Bwana sijui tukutane eneo fulani hivi na hivi. Leo vaa sijui kaptura yako, japokuwa najua uvagi kaptura. Au vagi kaptura kwenye mazingira kama yale. Kwa hiyo ni matani ambayo yanaruhusiwa. Mkuu wa mkoa wa Tabora wakati anazungumza kuelekea kwenye mchezo, zungumza na wachezaji wake kuelekea kwenye mchezo dhidi ya Yanga. Alizungumza kama mlezi wa Tabora United. Kwa hiyo alikuja kwenye ground ya kimichezo na alikuwa alivyomadress Alikamwe. Na hata yeye mwenyewe jinsi ambavyo anazungumza unamuona usoni kabisa anaonyesha bashasha, anafurahi. Mwambieni Alikamwe vitu, msemaji tunafahamu yupo hapa mjini, vitu kama hivyo. Unaona, mwambieni ataondoka akiwa na hali mbaya. Unajua ni matani fulani lugha fulani ya michezo ambayo sio mbaya sana, lakini ambacho Alikamwe alikuja kukosea, ambacho kinamfanya kuonekana kuwa na makosa, na mimi ninaamini binafsi yangu alikosea, ni namna gani alikuja kumrejeshea matamko yake, ama namna gani alikuja kuzungumza kuhusiana na kile ambacho mkuu wa mkoa alizungumza, kwa sababu yeye alikuja akaenda straight kwa Mheshimiwa Rais. Ametoka hapo akaanza kuzungumzia teuzi. Baadaye unajua kuna baadhi ya vitu haupaswi kuvisema. Sasa Malusu, tumalizie kabisa kwa sekunde chache. Ni vizuri wanasiasa wajihusishe kwenye masuala ya soka? Mimi sidhani kama ni shida, kwa sababu kabla ya kuwa wanasiasa na wenyewe ni wanadamu wa kawaida ambao wanaruhusiwa kupenda mpira, wanaruhusiwa kupenda, kwa mfano kama sisi kuna watu ambao tunafanya soka lakini tunapenda siasa pia. Kwa hiyo na sisi tukiwa tunafanya soka tusifanye siasa. Unajua vitu kama hivyo. Kwa hiyo za kulinda nchi. Of course. Nchi inalindwa. Unajua idea ni moja. Michezo. Pakiwa kwa mfano kuna nchi kama Sudani ambazo zina machafuko ya kisiasa kwa muda mrefu sasa. Mpira wa miguu unatumika kurejesha hiyo amani katika nchi. Umeona? Kurejesha lugha moja baina ya wananchi. Kwa hiyo michezo na siasa ni vitu ambavyo kuvitenganisha ni kazi ngumu sana, kwa sababu hata kwenye michezo kuna siasa pia. Kwa maana tuna rais wa TFF, umeona, tuna rais wa shirikisho la soka ulimwenguni, tuna rais sijui wa CAF. Tayari ile ni siasa, yani kuna chain of command na magani ya kiongozi vitu vifanyike. Kwa hiyo tayari ni mfumo ambao umekuwa politicized kuanzia mwanzo wa utendaji wake, lakini kuna baadhi, kwa mfano kutumia siasa kufanya maamuzi ya kimichezo, hapo ndipo ambapo hatutaki. Ila kama mwanasiasa yeye ni shabiki wa timu fulani, anaruhusiwa. Mimi naona ni sahihi tu aweze kutimiza hicho kitu, lakini asitumie nguvu yake ya kisiasa kuja kufanya maamuzi kwenye eneo la michezo. Kwa mfano tusikie leo Simba wameshindwa, wamezuiliwa labda kufanya mazoezi kwa sababu mkuu labda wa polisi ama mkuu labda wa mkoa amewazuia kutimiza hiyo haki. Sasa pale kidogo inakuwa sio. Ama tusikie leo labda rais wa nchi, umeona, rais wetu ambaye najua hawezi kufanya hivyo kutokana na namna ambavyo alivyo bora kwenye utumishi wake, atokea aseme bwana, kuanzia leo ligi ya Tanzania imesimama, mimi nimesimamisha. Ni kitu ambacho hawezi kufanya, lakini natolea tu mfano kwamba ni kitu ambacho atakuwa ameondoka kwenye unajua atakuwa sasa ametumia nguvu yake vibaya, lakini ni kitu ambacho anaweza kukifanya. Kwa hiyo ni hivyo, kwa sababu mambo yameshakaa vizuri, ameshaelewana, lakini tulikuwa ameachiwa kwa dhamana. Ameachiwa kwa dhamana na Aprili 21 anatarajiwa kuripoti tena kwenye kituo cha polisi kwenda unaweza kusema kwenda kufuatilia development ya kitu chake kimeendelea, ile story nzima na shtaka zima likoje kufikia hivi sasa. Okay, sawa, tuachane na Alikamwe, tumalizie kabisa kwa dakika kama 2 hivi. Bwana, kuna aliyekuwa mchezaji wa timu ya taifa, kocha wa Kagera Sugar sasa hivi, Juma Kaseja Sulevo. Tumeona amekuwa na muendelezo mzuri baada ya kuichukua timu
Juma Kaseja ameingia na mbinu gani? Mimi nafikiri ni kuna faida kubwa sana kwa kocha ambaye baada ya kustaafu soka amekuwa mchezaji. Hakika anafahamu mazingira gani yanahitajika ili upate ushindi kiwanjani, lakini pia yeye kama mchezaji ali experience nyakati nyingi sana. Kagera walikuwa wana struggle kwenye vitu vingi sana, lakini pia ulikuwa ukiangalia tunaona ni timu ambayo kujiamini hakupo, ameondoka. Matokeo mabaya msimu huu amefanya mabadiliko kadhaa. Melis Medo alikuwepo pale, ameondoka pia. Unaona ukimsikiza hata si wao Kandoro namna ambavyo anazungumza, unamwona ni mtu ambaye unajua amegafirika sana na kile ambacho kinaendelea. Hakuwa kuna settlement nzuri ndani ya klabu ambayo ingewapa fursa wao kufanya vizuri kiwanjani. Na anakuja Juma, wachezaji yani wachezaji wote wa Kagera Sugar hakuna hata mmoja ninaamini binafsi yangu hamwamini Juma. Yani ama hamheshimu Juma. Kwa hiyo imekuwa ni rahisi namna ya kuwafikishia ujumbe, tucheze kwa namna hii, tutimize majukumu kwa namna hii na tuweze kufikia malengo fulani. Kwa hiyo ni kitu ambacho unaweza kusema mimi naamini ndio kimechangia kwa ukubwa wake kuweza kufanya Kagera wawe na matokeo bora. Michezo miwili ya kwenye CRDB wamefanya vema, wako kwenye hatua ya robo finali hivi sasa, lakini pia kwenye ligi kuu mchezo wake wa kwanza alishinda dhidi ya Pamba, jana ameshinda dhidi ya Coastal Union. Inakuonyesha ni kwa namna gani huyu kocha ambaye amewalift. Jana nilikuwa naangalia mapema kabisa mwanzoni mwa mchezo dhidi ya Coastal walinyima goli la wazi ambalo haikuwa offside na maamuzi wa pembeni line 1, lakini kocha hakuacha, yani Kaseja hakuacha kile kitu kiwaathiri wachezaji wake kufanya vizuri kiwanjani. Lakini pia mwishoni kabisa dakika 85 sio 80 ngapi, mwishoni kabisa mwa mchezo Ramadhani Charamanda golikipa ambao ni mmoja kati ya magolikipa wazuri kwenye ligi, aliconcede goli ambalo unaweza kusema hakupaswa kuconcede kwa level ya golikipa ambayo yupo. Na mpira wa adhabu ndogo wa Lucas Kikoti ukamshinda ukajaa wavuni. Lakini baada ya pale kitu cha kwanza ambacho alikifanya, kama ulimuona Juma, anawaambia wachezaji wake turudini tukajipange upya, bado dakika zipo za kuweza kushinda, licha kwamba mchezo ulikuwa dakika za jioni kabisa. Na kweli hatimaye anajua kufunga goli la pili dakika za mwishoni, wanaweza kupata ushindi. Kwa hiyo ni mhamasishaji, anacheza mpira, ni kocha mzuri. Nafsi yangu mimi na uzoefu naye, nishamuona tangu akiwa timu za vijana kwa kocha magolikipa, lakini pia alikuwa nimeona akisimamia zile rondos vijana wajiandaje kuelekea kwenye mchezo kwa maana ya warm up. Kwa hiyo ni kocha ambaye ninafahamu anaheshimika sana. Kwa mfano kwenye michuano ya Sekafa chini ya umri wa miaka 23 nilimuona hapa wakati tunachukua pale KMC Complex, kuna namna fulani wachezaji wana respond sana kwa maelekezo zake. Kwa hiyo ni kocha ambaye anaheshimika na I hope itakuwa ni mwanzo mzuri siku moja nikamwona Kaseja akifundisha timu yake ya zamani Simba Sports ama Yanga Sports ama kwingineko hata nje ikatokea akaenda kufundisha Kenya. Inatupa ishara nzuri hata kwenye timu ya taifa kama akizidi kuwa na mwendelezo mzuri, anaweza kushirikiana na makocha ambao wanakuwa tayari kwenye benchi la ufundi kama mwisho unatazama, labda kama ameamua kufocus zaidi na Kagera. Lakini yeye pamoja na Juma Mgunda, Jamhuri Kiweru, mara kadhaa wamekuepo integral, unaweza kusema wamekuepo wale unasema vital members wa kwenye benchi la ufundi wa kimataifa chini ya Hemed Morocco kwa siku hivi karibuni. Kwa hiyo I hope wataendelea na siku moja tukaja kuona hata Juma Kaseja kocha mkuu wa timu ya taifa Tanzania. Kwa hiyo jambo la faraja kwa sababu ameshacheza pia kwenye timu ya taifa kwa mafanikio makubwa sana. Basi Malusu, nikushukuru kwa leo. Nashukuru sana. Tuweze kutamatishia hapa. Najua kesho pia ni siku. Tunaweza kukutana hapa tuzungumze michezo. Bila wasi. Yes, bana, tumemaliza kuzungumza hapa na mtaalamu wa masuala ya kabumbu Malusu. Hivi jina pia unatumia nani? Mimi jina langu ni Augusto Malusu, mtaalamu kabisa wa soka hapa nchini Tanzania ambaye anachipukia kwa kasi ya ajabu. Bana, hii ni Clouds Digital. Naitwa Andrew by Jesse Nehemia, mtangazaji wako siku ya leo. Nilikuwa na Malusu Agustino tukizungumza michezo. Usisahau kutufuatia katika mitandao ya kijamii kama Clouds Digital pale kwenye YouTube, lakini vile vile katika ukurasa wa Instagram pia andika pale Clouds uweze kupata taarifa zote za kimichezo. Lakini vile vile kwenye mitandao ya kijamii natumia official_Andrew Nehemia katika ukurasa wangu wa Instagram, Facebook, lakini Twitter natumia jina hilo, na hapa Agustino naye anatumia majina hayo katika mitandao ya kijamii. Okay, tukutane kesho tukazungumze tena michezo.